Wizara ya Afya imesema imeona ipo haja ya kutoa ufafanuzi juu ya suala la mama mzazi wa kijana Said Abdalla Khamis mwenye umri wa miezi minne kucheleweshwa kupewa huduma katika hospitali ya Rufaa Lumumba. Amezungumza hayo Katibu Mkuu Wizara ya Afya Dr. Mngereza Mzee Miraji katika kikao na waandishi wa habari kilichofanyika wizarani hapo. Amewataka wahusika kuhakikisha wanafanya uchunguzi ili kubaini changamoto na kuhakikisha na wasimamisha kazi wale waliohusika na suala hilo, kupisha ukaguzi madaktari wa zamu wa kipindi hicho. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imewekeza fedha nyingi sana katika miundombinu na swala zima la utoaji wa huduma, na hakuna kitu cha gharama kubwa kama kusomesha wataalamu wa afya. Kwa mwaka huu peke yake serikali imepeleka kusoma watu zaidi ya 273. Asilimia 80 ya hao ni madaktari bingwa na bobezi kwa ajili ya kuja kutoa huduma kwenye hospitali zetu. Sasa tumekuwa makini sana, na hata kabla ya kikao hichi tulikutana na kwanza wamiliki wa hospitali, mabaraza na wajumbe wao, sawa, wakurugenzi wa hapa wa wizara, na mwisho tukamalizia watu 11 ambao ni miongoni kuna madaktari, manesi na wataalamu wa usingizi, kuzungumza nao katika swala hili. Baada ya kujiridhisha tukaweza kuwaruhusu. Kwa hiyo mimi ni washukuru waandishi wa habari kwa response yenu ya kuja, lakini wizara au serikali ipo makini kweli kuhakikisha tunataka kuchukua hatua ziboreshe, lakini hatutaki hatua hizo hizo ziwa demoralize wataalamu wetu wa afya. Na ndio maana utakuta mabaraza na wenyewe wana utaratibu wao, na kama mkurugenzi tiba alivyosema hapa, hatua zinachukuliwa kwa mujibu wa utaalamu, kwa sababu cheni ni refu, wamepokelewa. Kwa hiyo wanafanya ile clinical auditing kila hatua yule mgonjwa alipopitiwa, na mpaka ripoti ya JKCI vile vile itapitiwa. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi. Na hawa wananchi na huyu kijana mtoto wa miezi minne wamepelekwa Dar es Salaam kwa gharama na utaratibu wa serikali. Na mpaka jana usiku nilikuwa nimezungumza na mama akiwa anamsubiri mtoto kutoka theater, na baadaye nikazungumza na baba yake. Kwa hiyo tunalifuatilia hili kwa makini, na imekuwa ni utaratibu wetu wagonjwa wote, sasa mganga mkuu, kwa sababu bili zinakuwa zinaletwa hapa wizarani, anafanya consultation na mkuu wa JKCI au kule Moi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunafuatilia kwa makini, na niwatoe hofu wananchi waendelee kupata huduma, wala hakuna chochote, na tutaitana kama hivi kupeana taarifa tumefikia wapi juu ya swala hilo. Akizungumza mrajisi wa baraza la madaktari Dr. Faiza Kasim Suleiman amesema licha ya kulichukulia hatua swala hilo, lakini pia watawasimamisha kazi wale waliohusika na kosa hilo, iwe kwa bahati mbaya au kwa kukusudia, hadi pale uchunguzi utakapokamilika. Zungumzia kesi kutoka Lumumba. Kwa kumbukumbu zangu kwa mwaka huu sisi hii kesi ya kwanza ya Lumumba, isipokuwa tulikuwa na kesi sisi za hospitali ya wilaya Chumbuni. Tulikuwa na kesi mbili. Tulifanya investigation na tukaona kama kweli kuna hatia, na madaktari waliohusika walichukuliwa hatua, walisimamishwa leseni zao kwa muda miezi 3. Alafu kwa sababu walikuwa na mapungufu tumeona ya taaluma, tukapa muda miezi 6 wapitie zile sehemu ambayo tumeona na upungufu. Zile sehemu ambayo tumeona upungufu, tuseme ya sehemu ya department ya watoto, sehemu ya emergency. Kwa hivyo wakawa wanapitia kule ili wapate taaluma yao ipate kwa nzuri zaidi. Kwa hivyo sio kama tunatoa punishment, lakini tunawajenga pia, kwa sababu tunahitaji madaktari, kwa hivyo lazima tuwajenge. Kwa kesi hii itabidi tufanye utafiti kujua kwanza nani amehusika, kwa sababu hasa kwa sababu unaweza tukafanya utafiti ikaonekana watu wamelalamika kwa mtu huyu, lakini ukishafanya utafiti unaweza kukuta kuna na wengine pia wanahusika. Kwa hivyo kama baada ya uchunguzi wetu itaonekana kama kuna mtu amefanya kosa kitaaluma, bila shaka kuna punishment nyingi. Kuna punishment ya kumpa onyo
inategemea na ule uzito wa tatizo lilotokeza. Sasa siwezi kujibu mpaka tufanye utafiti tujue, lakini zipo kutoa onyo kimaandishi, kwa mdomo, kumsimamishia leseni hadi kumfutia usajili wake. Hizo ndio punishment ambayo tunatoa baraza kawaida. Sasa tutatizama kama kweli kafanya makosa huyo mtaalamu au ndio imetokezea bahati mbaya, tutaangalia. Sambamba na hayo, mkurugenzi tiba kutoka Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Msafiri Marijan, amewataka wananchi kutokuwa wepesi wa kujisemea maneno bila ya ushahidi, jambo ambalo linapelekea kutoelewana baina yao na watabibu. Ndio maana tunasema kwamba hili swala linahitaji uchunguzi, lakini vile vile sipendi kusema kwamba mtoto alikatwa mkono. Klipu inasema mtoto amekatwa mkono lakini hajakatwa. Amesafirishwa tarehe 20 mwezi wa 11 kupelekwa hospitali ya maradhi ya moyo na mishipa ya damu Jakaya Kikwete. Anaendelea na matibabu kuanzia tarehe 20 hadi tarehe 20 alikuwa hajakatwa mkono. Sasa pia tusiwamislead wananchi kusema kwamba mkono umekatwa wakati haujakatwa. Matumaini yetu kwamba hospitali taasisi ya moyo Jakaya Kikwete huenda nao watafanya uchunguzi. Tunaweza pia tukapata taarifa zaidi za kitaalamu kuhusu nini kimepelekea mkono ule kuharibika. Kwa kifupi, maradhi kwa binadamu ni magumu sana. Tusiwe wepesi sana kuruka na kuanza kutoa conclusion. Ni ngumu. Kila mtu na mwili wake. Wewe, mimi na wewe tunaweza tukafanyia operation, mimi nikatoka siku 3, wewe ukabaki mwezi mzima. Inategemea hali ya yule mgonjwa vile vile. Hatukatai kwamba uzembe unaweza ukawekwa, lakini sababu za kitaalamu ni hizo. Nikiripoti kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.